أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد, ndugu yangu mtazamaji popote pale unaponifuatilia na kunitizama, nikukaribishe tena, karibu katika chaneli yetu na mwendelezo wa darasa zetu. Leo biidhnillahi subhana tutaweza kukumbushana, lakini leo nimekuja na ofa kidogo. Ofa hii ni ofa ambayo ndugu yangu wewe ambaye utakayekuwa umesibiwa na matatizo yafuatayo, hayo nitakusaidia bure kabisa biidhnillahi alkarim. Nitakusaidia, lakini nitakusaidia kwa muda huu ambao tuliopo hivi sasa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada hapo nitahitaji dua yako. Nitahitaji, lakini nitakusaidia kwa masharti. Nitakusaidia tu kukuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ambaye najua kwamba una uwezo pia wa kumwomba Mwenyezi Mungu akaweza kukusaidia katika changamoto yako hiyo. Ni ipi? Kwa wale ambao wako katika mahusiano ya ndoa. Hatuwezi kusema mahusiano, hiyo sio mahusiano. Mahusiano ni yale ambao kwamba mtu na mtu wapo katika harakati za kukutana, kuwasiliana, unaona kukubaliana, wamekubaliana labda au katika hali ambayo tunaweza tukasema uchumba. Sasa siko katika hao, kwa sababu hao bado wapo katika hali ambayo ni ya fitina. Sasa mimi nazungumza wale ambao wako kwenye ndoa, ima ni mke au mume. Mume ambaye amekuwa ni mwenye kuishi na mwenzake kwa namna moja au nyingine, huyo mwenzake huyo akawa ni mwenye kumkimbia, akawa ni mwenye kumfanyia visivyofaa ndani ya ndoa, unaona au mwanamke huyu na changamoto ya mwenzake mume wake, ima huyo mume wake huyo kidogo anamfanyia vitu visivyofaa katika ndoa, unaona anamfanyia vitu ambavyo visivyofaa katika mapenzi, katika hali ya namna hiyo, lakini wawe ni wanandoa. Unaona, inawezekana mwanaume labda Allah amemjalia ameoa mwanamke zaidi ya mmoja, anao wawili au watatu. Sasa ameegemea upande wa pili, ameegemea kwa wengine wa pili au watatu au wanne. Huyu mwingine kamweka kama kitu ambacho kimetundikwa au kimewekwa. Naam. Sasa wewe ambaye una hiyo changamoto, kwa uwezo na kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nitakuomba utanitafuta kwa hiyo namba yangu, nitakusaidia biidhnillahi alkarim katika dua na maombi. Nitakusaidia insha Allah ili aweze kuwa katika hali ya ustandard na katika hali ambayo akujali yeye kama anavyomjali mwanamke wa pili au watatu au wanne au wa kwanza. Inategemea na hivyo ilivyo. Inawezekana wewe umeolewa lakini mume wako akaja akawa mke wa pili na watatu, alafu wewe akakuacha. Yaani sio kukuacha, wakakutelekeza kwa namna moja au nyingine, au wamebadilika. Katika mafundisho sisi kama Waislamu tumepewa amri na Allah Tabaraka wa Taala kwamba kuwa na uadilifu, alivyosema kwamba wewe ni mke wa kwanza, wa pili, unaona kwanza fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa wa in ta'dilu, ani asema wa in ta'dilu au wa in tasta'dilu, kitu kama hicho fawahida. Naam, msipokuwa ni wenye kuwa na uadilifu au mkaogopea kuwa na uadilifu, basi mmoja. Sasa kuna mwingine ni kwamba akaenda akamchukua wa pili kwa maajili tu ya matamanio ya kinafsi, basi mwisho wa siku ni kwamba kumbe uwezo weye wa uadilifu wake ni mtihani. Unaona, je, suluhisho wewe ambaye mume wako amekuwa katika hali hiyo ni kuachana naye, ni kujitoa na kujivua au kujitoa katika ndoa? Hapana, usijivue. Tambua tu ya kwamba huu ni udhaifu ambao uliopo kwa mume wako au kwa wewe mwenzako. Kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia katika njia iliyokuwa halali, njia ambayo iliyokuwa nzuri, njia ambayo isiyokuwa na ubaya ndani yake. Usitengeneze pia
zingira ya kuweza kumfarakanisha na mwingine. Unaona, tengeneza mazingira ya kuwa pamoja, kujali kama mlivyokuwa mwanzo. Basi ala kuli hali afanye uadilifu kama ambavyo inavyotakiwa katika dini yake. Kwa hivyo kama una changamoto hiyo, insha Allah nitaweza kukusaidia tu biidhnillahil karim. Utanitafuta, kwa hiyo nitakusaidia. Hiyo nitakusaidia insha Allah kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia mtu wa pili ambaye mimi nitamsaidia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, au nitakusaidia wewe ambaye una mashaitani, yani umepatwa na mashaitani yanakusumbua sana, imekuwa ni mtihani tafurani, majambo hayaendi kwa ajili ya mashaitani, kwa ajili ya mashaitani, basi nitafute kwa hiyo namba pia kadhalika niweze kukusaidia tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, au nikupe njia, nitakusaidia tu. La uridu minka, yani minka jazaan wala shukura, inni arju ila Allah, la uridu jazaan wala shukura, kama yaqulu alqailu inma ut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kwa hivyo inshallah itakusaidia, na kwako wewe nitakachokuomba tu ni dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye wepesi katika majambo na atuingize janna kwa rahma zake. Itakusaidia, tafute kwa hizo namba zangu. Wewe ambaye ndoa yako imekuwa ni mtihani, mume wako anakusumbua au mke wako anakusumbua, nitakusaidia. Lakini ima wewe ambaye mume yani una mashaitani, yani umepatwa kidogo, yale mashaitani yanakusababishia majambo, ni kama ndio wamefunga milango. Unaona, tafrani kumekuwa kuna, yani ufanikiwi katika majambo, lakini pia imekuwa kama wewe kwako sasa kama unatengwa na nini, basi kadhalika na wewe nitakusaidia. Watu wawili hawa utatafuta kwa hiyo namba yangu ya simu popote pale ulipo, insha Allah Taala tuweze kusaidiana, na nitakupa namna ili mambo yaende vizuri popote, ima uko ndani ya nchi, kama uko karibu na mie basi karibu ofisini, utakuja ofisini nitakusaidia. Lakini kama uko mbali pia kadhalika utanipigia simu tu nikupe mapito. Allah atuwafikishe katika yale anayopenda na anayoziarizia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.